Mzozo kati ya Japan na Urusi umeingia katika hatua mpya na yenye mvutano mkubwa baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kutembelea kwa mara ya kwanza visiwa vinavyogombaniwa vya Kuril, hasa kisiwa cha Iturup tarehe 13 Agosti mwaka huu. Ziara hiyo haikuwa safari ya kawaida ya Rais wa Urusi Vladimir Putin. Kwa upande wa Moscow, ilikuwa ujumbe kwamba Urusi inaona visiwa hivyo kuwa sehemu halali ya eneo lake na haina mpango wa kuviachia. Na kwa upande wa Tokyo, ilikuwa changamoto ya moja kwa madai yake ya muda mrefu kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya Japan. Waziri Mkuu Sanae Takaichi aliita ziara hiyo isiyokubalika kabisa, huku waziri wa mambo ya nje Toshimitsu Motegi akimuita balozi wa Urusi na kuwasilisha malalamiko rasmi. Ili kuelewa kinachoendelea leo, lazima turudi katika siku za mwisho za vita vya pili vya dunia. Kuna visiwa vinne vya kusini mwa mlango wa Kuril ambavyo Japan inavidai. Urusi inaviita sehemu ya Southern Kurils, wakati Japan inaviita Northern Territories. Muungano wa Kisovieti ulivitwaa visiwa hivyo mwaka 1945 baada ya Japan kushindwa katika vita vya pili vya dunia. Tangu wakati huo, Urusi imeendelea kuvidhibiti huku Japan ikiendelea kudai kwamba ni ardhi yake halali. Tatizo hili limekuwa kubwa kiasi kwamba Japan na Urusi bado hawajamaliza rasmi mzozo wa kisiasa wa vita vya pili vya dunia kwa kusaini mkataba kamili wa awali. Hivyo basi, tunapozungumzia kuhusu Japan na Urusi leo, hatuzungumzii tu kuhusu mipaka. Tunazungumzia historia ya vita vya pili vya dunia, usalama wa Pacific, nguvu za kijeshi, rasilimali za baharini na nafasi ya Japan katika muungano wa Marekani. Kuril Islands zina thamani kubwa sana kimkakati. Mlango huo wa visiwa unatengeneza njia kati ya bahari ya Okhotsk na Pacific, na hii inaipa Urusi nafasi muhimu ya kijeshi na majini katika mashariki ya mbali. Urusi pia imekuwa ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, na kwa upande wa Moscow, kuachia visiwa hivyo kunaweza kuonekana kama kupoteza sehemu muhimu ya ulinzi wake wa Pacific. Na ndio maana ziara ya Putin inaweza kutafsiriwa kama ujumbe wa wazi. Moscow haitaki Tokyo ifikirie kwamba suala la Kuril linaweza kutatuliwa kwa shinikizo la kisiasa au kijeshi. Lakini kwa nini Japan inasisitiza zaidi? Kwa Japan, suala hili ni zaidi ya visiwa vinne. Ni suala la mamlaka, historia na heshima ya kitaifa. Tokyo inaamini kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya eneo lake na imeendelea kudai kurejeshwa kwake. Hata leo, serikali ya Japan inasema madai yake yanategemea historia na tafsiri yake ya sheria za kimataifa. Lakini kuna sababu nyingine muhimu zaidi. Japan sasa inaishi katika mazingira ya usalama ambayo ni magumu kuliko miaka ya nyuma. China inaongezeka kijeshi, Korea Kaskazini inaendelea kuendeleza makombora yake, na Urusi imekuwa ikiongeza shughuli zake za kijeshi katika mashariki ya mbali. Kwa Tokyo, changamoto hizi zikikusanyika pamoja, zinamaanisha kwamba Japan haiwezi tena kuangalia Kuril Islands kama suala la zamani tu. Kabla ya mwaka 2022, Japan ilikuwa bado inajaribu kuweka mlango wa mazungumzo na Moscow kuwa wazi zaidi. Serikali zilizopita, hasa chini ya Shinzo Abe, zilijaribu kutafuta suluhisho la suala la visiwa hivi, huku zikijenga pia uhusiano wa kiuchumi na Urusi. Lakini uvamizi wa Ukraine mwaka 2022 ulibadilisha mazingira. Japan iliungana na nchi za G7 katika kuiwekea Urusi vikwazo. Moscow nayo ikaanza kuiona Tokyo kama sehemu ya kambi inayounga mkono Ukraine na Marekani. Mwaka huu Kremlin ilisema uhusiano kati ya Urusi na Japan umeshuka kwa kiasi kikubwa na kwamba hakukuwa na mazungumzo yanayoendelea kuhusu mkataba wa amani. Na hii ndio sababu ziara ya Putin katika Kuril Islands ina uzito mkubwa zaidi leo kuliko ambavyo ingekuwa miaka 10 iliyopita. So, Putin alikuja kutuma ujumbe gani? Ujumbe wa kwanza ni kuhusu mamlaka. Putin alifika katika eneo ambalo Japan bado inadai kuwa ni lake na kufanya shughuli za hadharani kama kiongozi wa nchi inayodhibiti. Alitembelea shule, hospitali na kituo cha kuchakata samaki katika Iturup. Kwa kufanya hivyo, Moscow ilikuwa inaonyesha kwamba haioni eneo hilo kama ardhi inayobishaniwa tu, bali kama sehemu inayotawaliwa na Warusi. Ujumbe wa pili ni wa kijeshi.
Ziara hiyo ilikuja wakati shughuli za kijeshi za Urusi katika Mashariki ya Mbali zikiendelea kuonekana kwa karibu na Japan. Mwezi Julai, Japan ilisema ndege ya kijeshi ya Urusi aina ya IL-20 iliingia katika anga ambayo Tokyo inadai kuwa ni eneo lake karibu na Northern Territories. Japan ilituma ndege za kivita kukabiliana na tukio hilo. Kwa hiyo, tunapoziunganisha hizi matukio, tunaona picha pana zaidi. Diplomasia, anga, bahari na visiwa vyote vinakuwa sehemu ya ushindani mmoja wa kimkakati. Hayo yakiendelea, kizungumkuti kinakuwa kigumu zaidi pale ambapo China inapoingizwa katika mgogoro huu. Na hapo ndipo suala linakuwa kubwa zaidi. Japan haikubali Urusi peke yake. China na Urusi zimekuwa zikiongeza ushirikiano wao wa kijeshi. Mwezi Julai mwaka huu, Japan ililalamika baada ya meli za China na Urusi kufanya mazoezi ya kurusha risasi katika eneo ambalo Tokyo inadai kuwa ndani ya exclusive economic zone yake. Kwa Japan, hili linaongeza hofu kwamba China na Urusi zinaweza kuendelea kuratibu shughuli zao za kijeshi katika Pacific. Na hii ni muhimu sana kwa sababu Japan yenyewe ni mshirika wa kijeshi wa Marekani. Kwa hiyo, mgogoro wa Kuril Islands unaweza kuonekana mdogo ikiwa utaangaliwa kama mgogoro wa Japan na Urusi peke yake. Lakini ukiuweka ndani ya ramani kubwa ya Pacific, unaona kitu kingine. Unaona ushindani kati ya Marekani na washirika wake upande mmoja na China pamoja na Urusi upande mwingine. Sasa swali linakuja, je, hii inaweza kugeuka kuwa vita? Kwa sasa hakuna ishara kwamba Japan na Urusi zinajiandaa kuingia katika vita ya moja kwa moja kwa sababu ya Kuril Islands. Na hapo ndipo uchambuzi unapokuwa muhimu. Kauli kali za kisiasa hazimaanishi moja kwa moja kwamba vita iko karibu. Urusi inajua kwamba Japan ni mshirika muhimu wa Marekani. Japan nayo inajua kwamba Urusi ni taifa lenye silaha za nyuklia na uwezo mkubwa wa kijeshi. Kwa hiyo, gharama ya vita ya moja kwa moja itakuwa kubwa sana kwa pande zote mbili. Kinachowezekana zaidi ni kuongezeka kwa kile tunachoweza kukiita pressure kimkakati. Hii inaweza kujumuisha mazoezi ya kijeshi, ndege za upelelezi, meli za kivita, makombora, vikwazo vya kiuchumi, vita vya kidiplomasia na ushirikiano mkubwa kati ya kila upande na washirika wake. Sasa swali linakuja, je, Japan itawezaje kujibu pressure hiyo? Jibu la Japan linaweza kuwa la kidiplomasia kwa upande mmoja na la kijeshi kwa upande mwingine. Tokyo inaweza kuendelea kupinga mamlaka ya Urusi juu ya visiwa hivyo kupitia njia za kidiplomasia. Lakini wakati huo huo, Japan inaweza kuongeza uwezo wake wa kijeshi, hasa makombora ya masafa marefu, ulinzi wa anga, drones, uwezo wa majini na ushirikiano mkubwa na Marekani. Hili tayari linaonekana katika mabadiliko ya sera ya usalama ya Japan. Kwa miaka mingi, Japan ilikuwa na sera ya kijeshi iliyokuwa na mipaka mikali sana kutokana na historia yake ya vita vya pili vya dunia. Lakini mazingira ya sasa ya Asia yameifanya Tokyo kuongeza uwezo wake wa kujilinda. Na kwa upande wa Moscow, inaweza kuwa na machaguo kadhaa. Kwanza, kuendelea kuimarisha kijeshi Kuril Islands. Pili, kutumia uhusiano wake na China kuongeza shinikizo la kimkakati kwa Japan. Tatu, kutumia suala la Kuril kama njia ya kujibu vikwazo vya Japan dhidi ya Urusi. Na nne, kuendelea kusisitiza kwamba suala la mamlaka juu ya visiwa hivyo limekwisha kwa sababu Urusi ndio inayovidhibiti. Hii ina maana kwamba Moscow inaweza isiwe na haraka yoyote ya kurudi kwenye mazungumzo ya zamani kuhusu kugawana au kurejesha visiwa hivyo. Kitu kinachofanya hali kuwa hatari zaidi si kwamba Putin ametembelea kisiwa kimoja. Hatari ni kwamba matukio haya yanaweza kuungana. Fikiria hali ambayo ndege za Urusi zinaongezeka karibu na Japan, meli za China na Urusi zinaendelea kufanya mazoezi katika Pacific. Japan inaongeza silaha zake, Marekani inaongeza uwepo wake, na Korea Kaskazini nayo inaendelea kurusha makombora. Hapo Kuril Islands hazitakuwa tena suala la Japan na Urusi pekee. Zitakuwa sehemu ya mchezo mkubwa wa nguvu katika Pacific. Na hapo ndipo tunapaswa kuangalia zaidi. Mgogoro wa Japan na Urusi kuhusu Kuril Islands ni mzozo wa zaidi ya miaka 80. Lakini mwaka huu 2026 mazingira yake yamebadilika kabisa. Vita vya Ukraine vimeharibu uhusiano wa Urusi na Japan. China na Urusi zimeongeza ushirikiano wao wa kijeshi. Japan nayo imekuwa ikiimarisha uwezo wake wa kijeshi na uhusiano wake na Marekani. Na sasa Putin mwenyewe ametembelea eneo ambalo Japan bado inadai kuwa ni sehemu ya ardhi yake. Kwa hiyo, swali kubwa si tu kama Japan na Urusi wataingia vitani kwa sababu ya Kuril Islands. Swali kubwa zaidi ni je,
Mgogoro huu utakuwa sehemu ya mzozo mkubwa zaidi wa kugombea ushawishi katika Pacific kati ya Urusi, China, Japan na Marekani. Kwa sasa hakuna vita vya moja kwa moja, lakini ishara zinatuonyesha kwamba Pacific inazidi kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya ushindani wa kijeshi na kisiasa duniani, na Kuril Islands ziko katikati ya mchezo huo.